Mpenzi mtazamaji, katika makala ya The Seminar, makala ambayo inaletwa kwako kila juma ama kila wiki, nami Eddie James Rubani wa anga zote. Nami naitwa Lemayan Ola Sitio. Masai, last week kuna swala ambayo tulikuwa tunamulika. Yes, tulikuwa tunamulika hii watu ambao wanaita kwa mama mkwe na kuwekelea miguu kwenye stool na kushika remote. Kile kusumbua watu. Na kusumbua watu, nakwambia sisters wao, pengine sisters hawajui kujipaka rangi hii ya macho. Lakini wiki hii Masai, yes, kuna hii tabia ambayo pia nataka tuweze kumulika na haileti shangwe sana. Ndio. Na inahusu sisi wanaume. Yes. We men. Yes, yani wakina mama. Sio women. Ndio. We men. Sisi ni kusema women representative ni kama ya county. Sisi wanaume. Sio. Sisi ni wanaume sasa. Unapata kwamba Masai, mwanaume umetoka, yes, umetoka kazi wewe jioni umetoka. Ndio. Lakini tabia nyingine ya kupata mwanaume amenunua, anaenda kununua mtura. Yes. Anakula mtura hapo jioni. Ndio. Anajisunda yeye kabisa peke yake. Man solo. Yes. Anakula. Ndio. Unaweza sana inafashala. Alafu wakikuja jioni, yes, nyumbani mnasikia tu kuna nuka nyama. Nasikia hatu nyinyi mnakula kasukuma hapo. Kasukuma kanamea kwa tumbo. Yes. Lakini sasa umekula mwaka mbili. Sukuma na mwanaume tu yani anang'ara. Sio hatu na toothpick. Hiyo sukuma nyinyi na toothpick lakini yako. Yana pitiaka kwa pogwa tu. Mpaka wanajulikananga. Kwa hiyo unajua heti yako karibu kupika. Ni tabia ambazo kata mtura yake. Unasikia katu yake ni nzuri. Kata kiweka kachofari. Yeye ndiye anajuanga. Mpaka bahali kanjibari anashikiwa. Hata unasikia watu wamemjua yule mtu wa motora ya shilingi. Hajafika. Mtu ya motora hata siku watapika ya upu wote watakuwa ya pasa kwa watu. Test. Yes, maana wewe ni kaso toma hapo. Alafu jambo la kushangaza bana kuvunja moyo Masai. Unapata kwamba hii tabia anapofanya hivyo. Yes. Jamii yake nyumbani unapata anaumia. Hajaacha nyumbani. Amekula motora ya 1100. Yes. Yani 100 na nyumbani hata watoto hawajuangi hata kunusa mofoko. Ukiona mzee amefika nyumbani anasema tu saidie tu maji ya kodi. Ndio. Huyo ni ana top up. Yes, ana top up. Hiyo pia mama, kama uko pale wewe ni mama. Ndio. Angalia kwa gate. Ukingifika pale kwa gate unapata kuna misogoro. Amewekwa hapo. Kila wakati mzee karibu akifika kwa gate kama mahindi anapiga gitaa tu. Anapiga gitaa, akifika kwa gate hapo ndio msogoro anarusha hapo kwa gate. Na kwa nini ishara tu kwa gate? Sio wataki kuleta kwa nyumba ili wasikuulize kwani hizo viko wapi. Msogoro inaishia tu kwa gate. Sio? Kama si kwa gate, uliza umbwa. Umbwa ndio inarushiwa. Hiyo ndio inarushiwa. Anagonga tayo upwa ama anarushia kwa ukuta ya mtu mwingine hapo. Ni tabia mbaya sana. Mwanaume ni kupepa kitu unaeta naye nyumbani. Mama ndio kuna story by kwa sababu wakati mama wanapofua nguo ndio napata kwa mfuko ya mzee. Yes. Napata ni mandazi hii ya mandazi mafuta ya mandazi iko amejichora. Yani imejichora ndani. Hata sometimes haiwezi kukongara mzuri. Na ndio mandazi mzee anaenda kwa hoteli anafungiwa kunywa chai. Akishakunywa chai anasema nifungie naona ni vizuri nipelekee familia. Nesamehe matasi 5. Nifungie. Na nafungie. Nifungia tu. Alafu akifika kule mbele ukifuata yeye nyuma. Ndio. Unaona karatasi pia imetupwa ya karatasi tu ndio inaruka. Kutoka kato. Na anarushaka na style. Anatupa hiyo karatasi. Asionekane. Mandazi ashakunywa. Zingine za mabaki kwa mafuko. Anamchomoanga moja tu kwa emergency. Akipiga kona. Bali hataonekana na mtu anapiga 2 3. Na hiyo matasi ndio anaona moto. Maana inaumwa haraka. Hiyo kwa haraka. Hata haina sababu kukuliwa. Maana inakuliwa mara 3 tu. Matasi kubwa ya Tandebo mara 3 ya maisha. So tabia ya mwanaume kama mwanaume kupatikana na vipate za mandasi kwa mfuko na jugu. Kwanza jugu ndio imeleta shida dunia kwa koti. Hata kukula jugu pole na kutolea maganda huko. Usikia tu wewe. Sasa mama anaenda kufua nguo. Mama ndiye anaenda kufua manguo. Mama akienda kutoa hapa anasema kwa hii ni kikata ya chakula. Unajua ile maji imefuliwa nguo. Ni ng'ombe ndio huwa anajua nini ile bagi. Ng'ombe anapewa maji ya kunywa. Sikia njugu. Hao watu walikula njugu na wako nipea. Leta pia pop. So tabia kama hizi aswa kwa jamii kama wanaume style up as men. Si wakati Masai tunakaa wanaume unapatana hata na nini na mapaki ya PDG kwa mafuko. Mwanaume ni kukula na jamii. Kama umeoa mwanaume ni kukula na jamii. Nunua hiyo mahindi moja mzima. Nenda mchomee nyumbani. Kati weni hata kama mgawane laini moja kila mtu. Hata kama imechomwa. Nenda tunaye nyumbani ikiwa imefungwa mzuri.
ukifika kama ni miwa tafadhali nunua miwa yote kubwa. Hata naye nyumbani ikatakatwa. Maana unakuta wanaume wengine ni tabia pofu sana. Ati mwanaume anang'ang'ana na miwa kwa gari. Mwanaume mzima aketapi Joyo, ikinde kama ile ya Willy Paul. Netajitia ketapi. Sio kitambi, ni kitanzi. Hiyo to kwanza hiyo. Anakula tu. Na mananasi. Kila wakati mwanaume kwanza kuitisha vitu kwa gari ni mbaya sana. Tabia mbaya hizi shangu. Haileti shangu. Ukiwa pale nyumbani, tabia kama hizi. Let style up. Yes, wanaume tabasangusha. Acheni kuangusha Masai na Head James. Maana kama mnatofanya tunapitia mkijo. Mwanaume ni responsibility. Ni kama na kununua, wananunua nyama kilo moja, wanasema sio ni mimi. Kwaja tukule na watoto yangu. Kama ndio tuseme ni mtoto yangu Michael, akule nikiona kama meno yake imemea. Sasa mtoto anamea hata meno yake haiwezi kukula ugali kwa sababu hapo ndio nasikia mwanaume tena hiyo nyama yenyemeacha kidogo, anza kusikia mama unapatia mtoto mifupa. Itaweza muumiza. Unachukua nyama ya mtoto unadanganya mifupa. Inaweza muumiza. Unachukua nyama ya watoto. Wanasema ni mifupa. Mtoto mifupa inaweza nyonga mtoto. Leta hii mifupa. Na kumbe hawako tosheka. Ulienda ukanunua semisuit ile kakwota. Nunua nyama ile iko na maana. Kuleni motosheke. Kama familia. Maana sasa huyo bibi akianza apate mwanaume analeta nyama kwa nyumba. Overtaking is allowed. Kwa hivyo swala kama hili Masai mtazamaji ukiwa pale nyumbani. Yes. Let us be responsible, especially sisi kama wanaume. Ndio. Swala sisi kwa semi hapa tunasema hapana tabia kama hiyo. Turekebisha wanaume. Yes. And let us be responsible. Yes, na mimi pia nitawaeleza kitu moja. Mwanaume si kukula kwa barabara, hata kama uko kwa gari. Nunua kitu kaa chini kula. Ama beba upeleke nyumbani ili kama ni uchawi wamewekewa mtakuwa wachawi nyinyi yote. Ama kama ni ya baraka mtanona nyinyi yote. Lakini si mwanaume yako na vitambi na bibi yake huko nyumbani anapepa na upepo. Sasa unashindwa nani? Sasa ni nani? Nani mjamzito? Nani mjamzito? Nani alifanya hivi maneno? Tafakari hayo mtazamaji. Tafakari hayo.